Karibuni bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Zanzibar. Leo tutaangazia namna gani mwanafunzi anaweza kujaza mkataba wake ndani ya akaunti yake ya mkopo baada ya kuwa admitted na mkopo, baada ya kuteuliwa kupata mkopo. Ili kuingia kwenye akaunti yako, tumia kiunganishi kifuatacho kama kinavyosomeka hapo: zolas.zhsbu.go.tz/zolas. Baada ya kuingia kwenye Google, utakiandika kile kiunganishi na akaunti itakuleta hapa. Ikuleta hapo, utaona sehemu ambayo unaweza kuingiza username, lakini pia sehemu ambazo unaweza kuingiza password yako. Sambamba nami yupo mwanafunzi ambaye ataingiza Zan ID yake hapa, kama tunavyoona hapo anaingiza Zan ID yake kwa usahihi kabisa. Baadaye ana type password yake kwa usahihi kabisa. Alafu ataingia kwenye sign in hapo ili kuingia ndani ya akaunti yake. Kwa mwanafunzi ambaye amesahau password yake ya kuingia katika mfumo wa mikopo wa Zanzibar, basi atatakiwa kubonyeza forget password hapa kama inavyoonekana, then itakupa step 2-3 za kuweza kuireset password yako, na baadaye itakurudisha katika interface hii. Utaingiza password yako na kuweza kuendelea mbele. Mwanafunzi anaingiza hapo, tayari imefunguka, tunaiona interface account yake. Mwanafunzi huyu ili kujijua kama amepata mkopo, anakwenda kwenye status yake na ataona kweli huyu amewekewa congratulations, you are admitted for loan, umepata mkopo. Baada ya kujijua kwamba amepata mkopo, hatua na step zinazofuata ni za kwenye ujazaji wa mikataba. Ukishateuliwa kupata mkopo, kuna vipengele viwili ambavyo vinaongezeka, ambacho ni contract, my guarantor. Kwa mwanafunzi ambaye hajapata mkopo, vipengele hivi havita kuwepo kwake, maana havitoonekana. Sasa mwanafunzi anaanza kujaza taarifa zake. Hapa juu kutatokezea create contract ambayo ni ya kwa mwaka huu wa fedha 25-26. Kama ni mwaka mwingine utachagua academic year yako, lakini mwanafunzi tayari ameshachagua na ameshabonyeza continue, tayari imemleta hapa kuweza kujaza taarifa zake. Sehemu hii inamwambia ingiza registration number yako. Tayari mwanafunzi anaingiza registration number yake vizuri kwa sahihi kabisa. Baadaye ana select year of study ni mwaka 25-26 kwa mwaka huu tuliokuwa tunao, lakini kila mtu ataselect kwa mujibu wa mwaka pengine mbele huko utaweza kuja kwa 25-26-27. Sasa baada ya kuselect hiyo, huyu ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, then atasave taarifa zake. Kitu gani kitakachokujulisha taarifa zimeingia na zimesevika kwa sahihi? Ni ile mstari ule ambao wa maandishi uliotokezea hapa. Tumeona kwamba taarifa data successful updated. Baada ya hapo, mwanafunzi atakwenda kwenye kipengele namba 2 ambacho ni banki information. Kwenye banki information mwanafunzi atachagua benki yake, ambao kwa mwanafunzi huyu benki yake ni CRDB. Then ataandika account number yake kwa sahihi. Mwanafunzi ana type hapo account number yake kwa sahihi. Baadaye unaandika hapa
branchi yako ambayo umefungua hiyo akaunti ya benki. Kwa mfano kama mwanafunzi huyu amefungua akaunti Kikwajuni, tayari hapo ameweka, lakini unatakiwa kuweka jina lako kwa usahihi. Mwanafunzi hapa anaweka jina lake kwa usahihi ambalo linalosomeka kwenye akaunti aliyoiweka, kama inavyosomeka hapa. Mwanafunzi anaitwa Zulea Haji Said, tayari ameweka. Then mwanafunzi huyu atasave bank details zake. Tayari baada ya kusave inatuonesha banki information successful updated. Then utakwenda kwenye kuiweka hii bank slip attachment. Hii ni ile bank statement ambayo unapata kule. Kwa mwanafunzi ambaye hana bank statement, anaweza kuskani kile kikadi chake ili ionekane bank number yake pale, bank account number yake. Kwa hiyo mwanafunzi ameshaweka na tayari tumeziweka katika muundo wa PDF ambayo haijazidi MB 1. Make sure kwamba attachment zako zote hazizidi megabyte 1, MB 1. Ikizidi hapo hizo hazitoingia. So mwanafunzi anaingiza hapo, tayari imeingia, na hii tunai-upload. Tayari inaonekana bank slip updated successful. Kipengele kinachofuata tunaenda kwenye kipengele cha contract fee. Contract fee hapa mwanafunzi kwa mwaka wa kwanza anatakiwa kulipia 35,000, lakini kwa mwaka wa pili na wale wanaoendelea wote kwa sasa hivi hawatakiwi kufanya malipo yoyote. Ikiwa unakutana na changamoto ya kuwa unatakiwa kulipa, basi unatakiwa kuwasilisha taarifa hizo au kuwasilisha ofisini ili kuweza kufanywa marekebisho kwa wale ambao wanaoendelea. Kwa mwaka wa kwanza watakutana na control number ambayo inahitaji ilipiwe 35,000, na watalipia hii kwa kutumia branch yoyote au wakala wowote wa benki ya PBZ au NMB. Kama mwanafunzi hapa tayari ameshachukua control number yake na ameenda kufanya malipo, then tunakuja kwenye attachment. Kwenye attachment kwa mwanafunzi ambaye ndo kwanza anaenda kuanza chuo, hatohitajika kuweka chochote, yeye atapaacha tu hivyo hivyo. Kwa mwanafunzi ambaye anaendelea, sehemu hii ataweka progressive result zake ambazo ni zilokuwa zimepigwa muhuri wa chuo. Atachagua mwaka wake, kama ni first year basi ataweka, kama ni second year ataweka progressive result za first year, kama ni third year ataweka progressive result za second year, na hali kadhalika kuendelea. Tunakuja kwenye agree and submit. Kipengele hichi tutakibakisha mwisho kwa sababu ndio ni kuja kufunga huo mkataba wenyewe. Tunamalizia, tunakwenda zetu kwenye guarantors. Guarantors, sehemu hii tunaenda ku-add guarantors ambao kwa kila mwanafunzi anahitajika kuwa na wadhamini wawili. Kati ya hao at least mmoja kati ya hao wadhamini wawili awe anafanya kazi serikalini, na huyu asiyekuwa anafanya kazi serikalini atakuwa awe ni mtu wake wa karibu ambaye anaweza kukutolea taarifa pindi zitakapohitajika. Sasa tunaenda kumu-add sponsor wetu hapa. Ku-add sponsor ni rahisi, hautoingiza vitu vyote hapo, badala yake utaingiza Zana ID kama tunavyoiona kwamba tunamuingizia sponsor wa kwanza Zana ID. Zana ID yake. Baada tu ya kuingiza Zana ID, imevuta taarifa kwamba huyu sponsor anaitwa Amur Juma Ali, na select relation kwamba huyu ni ndugu katika familia. Kama ni baba utaweka, kama ni spouse sibling utaweka. Wengine wanaweka taarifa za mume au wengine wanaweka taarifa za ndugu, lakini huyu ni relative katika familia, na sehemu ambayo anayoishi anaishi Magharibi A. Baada ya kuzijua taarifa zake hizo, una save huyu sponsor
Kwenye email sio lazima sana kuweza kuweka hapa plot number, sio lazima kujaza, na house sio lazima sana, lakini kama unazo taarifa hizo unaweza kazi fill hapa. Na hadi sponsor tayari ameingia sponsor wangu wa kwanza. Baada ya kuingia sponsor huyu wa kwanza, unakwenda kwenye kumview. Ukimview hapa utaona pembeni yako kuna attachment mbalimbali ambazo zinatakiwa kuwekwa. Kwa mfano kama kuna Social Security Fund, hii ZSSF kwa wale wafanyakazi wanaielewa, wanakuwa nazo, kwa hiyo utaiweka. Lakini kuna Job Identity Card, kitambulisho cha kazi kwa wale ambao wafanyakazi wa serikali, kwa hiyo utaweka hapo. Na affidavit for guarantors only, kwa wadhamini inatakiwa kuwekwa hiyo affidavit, ile fomu ya udhamini ambayo awali sahau kidogo inapatikana hapa. Ukiingia kwenye guarantor unaenda kuidownload hapa guarantor form, na ukidownload fomu yetu itakuwa ina muonekano kama ufuatao, ambao hii ataijaza mdhamini, atakula kiapo hapo, ataweka picha yake, ataweka taarifa zake, na sehemu hii ya mwisho itajazwa na wakili. Baada ya kujazwa fomu hii na guarantor, sasa ndio unakuja kwenye akaunti hapa, unamview yule guarantor, unaenda kuichukua fomu yake ambayo utachoose file ile la affidavit ya guarantor kutoka kwenye ile fomu ambayo ameijaza. Kwa hiyo yule aliyotujazia mwanzo fomu yetu, mdhamini wangu wa kwanza wa mwanafunzi huyu anaitwa Amur Affidavit. Kwa hiyo nimescan nikaita jina hilo Amur Affidavit, naenda kuichukua, naipachika hapa. Baada ya kuipachika unaiupload. Tayari imekwenda, imekaa huku upande wa kushoto. Naenda kuchukua kingine ni ZSSF ya mdhamini wangu wa kwanza ambaye ni Amur. Tayari nimeisave sehemu, naijua mwenyewe ilipo, naichukua hapa Amur ZSSF. Baadaye unaiupload. Kwa kufanya hivi itakuwa nimebakisha Job Identity Card ambayo kwa mdhamini huyu sina. Muhimu manake kwamba kiwepo kimoja kati ya ZSSF au Job Identity Card. Baada ya kufanya hivyo unakwenda kwenye mdhamini wa pili. Kama vingine pale unavyo wewe utavifill, lakini kwa mimi naenda kwenye mdhamini wa pili, naenda kujaza taarifa zake. Tayari baada ya kuandika tu ZanID imevuta taarifa na inaonyesha hapo huyu ni nani, ndugu, kwa namweka hapo, anaishi wapi, Magharibi B. Tayari kama una email yake unaweza kaiweka hapo. Then unaenda kumsave sponsor. Kimsave huyo itaonekana kwamba baada ya yule Amur sasa kuna sponsor wawili, wadhamini wawili. Na wadhamini hawa manake wanatakiwa kuwekewa na vitu vyao. Vipi utaviweka vya Nadia? Tunakwenda zetu tena kwenye kuview. Kwenye view unakwenda kuitafuta ile affidavit. Mimi nimescan vizuri baada ya kujazwa ile form, nimescan, nimekuja kuisave sehemu, najua sehemu yangu hii Nadia affidavit. Unachukua, unaiweka, unaiupload. Baada ya kuupload hiyo unakwenda kuupload na ZSSF. Nadia ZSSF. Kwa kufanya hivyo tayari itakuwa umeshawaingiza guarantor wawili na vitu vyao tayari. Unakuja kwenye contract. Kwenye contract nilipobakisha ni agree and submit, lakini kabla ya kuagree and submit unaweka tiki kwenye
I confirm that baada ya kuyasoma masharti haya vizuri na kwa umakini kwamba mimi nimekubali kudhaminiwa na mkopo huu au nafunga mkataba na mkopo huu wa Zanzibar. Tayari baada ya kukubali, unaenda kwenye agree and submit. Agree and submit, contract yetu inaonekana fee not paid. Huyu mwanafunzi bado hajarudi kwenye malipo, hajaenda kulipa, lakini kama utakuwa umeshafanya malipo yote, basi hapa proceed, itakwambia successful submitted. Itakuwa wewe umemaliza kujaza mkataba wako vizuri na utakuwa umewasili bodi ya mikopo kwa hatua nyingine. Asanteni sana. Bodi ya mikopo tunatakia kila la kheri na tunawaambia lipa mkopo na wengine wasome. Utakapolipa wewe, atafaidika ndugu yako, atafaidika jirani yako, atafaidika mwanao, lakini atafaidika taifa kiujumla. Asanteni sana.